Karibu sana kwenye The Golden Voice, channel ambayo imeamua na imedhamiria kuwasha nuru ya dhahabu katika jamii kwa ishara ya ufahari wa familia. Katika siku ya leo tutagusa moyo wa uongozi wa mwanaume ndani ya ndoa, mahala ambapo wengi wamepoteza kwa sababu ya dhana ya ukatili badala ya upendo. Watu wengi wanadhani unapokuwa mwanaume lazima uweze kuwa katili. Watu wengi wanadhani kwamba ili uweze kuongoza vizuri familia lazima uwe katili. Kumbe familia au mwanaume kwenye familia unapaswa kuongozwa kwa upendo. Unapaswa kuongoza kwa upendo, unapaswa kubeba dhana ya mshikamano ili maisha yaweze kwenda vizuri. Sasa karibu, leo tumekuandalia somo letu zuri kabisa ambalo linasema mwanaume si mkoloni wa ndoa bali ni kiongozi wa upendo. Hivi ndivyo ambavyo tunakwenda kugusa moyo wa uongozi wa mwanaume ili mwanaume aweze kujiprotect na kuweza kutengeneza familia yake vizuri kabisa na kutengeneza maisha ambayo yatawasaidia watoto na mke wake wakajihisi wako na kiongozi ambaye ni bahati kuwa naye. Watoto wakahisi kama baba ambaye ni bahati kwao, lakini pia hata mke akajihisi naye pia ni bahati kuolewa na mume ambaye anaongoza kwa upendo wala si katika dhana ya ukatili. Mwanaume si mtu wa kuabudiwa, na mwanaume hapaswi kabisa kuabudiwa, kwa sababu mwanaume anapoabudiwa kwenye familia, maana yake familia inakuwa imetoa nafasi ya Mwenyezi Mungu kwenye uwepo wao. Badala yake wanakuwa wamemweka mume au baba kama Mungu mtu. Maana yake baba anapofika kila mtu anapoteza mwelekeo kwa sababu ya hofu. Sasa sio dhana sahihi ya uongozi, sio nafasi hiyo ya mwanaume kuogopwa na kutetemekewa. Baba au mwanaume anapowasili nyumbani, familia inatakiwa ihisi upendo umeingia. Familia inatakiwa ihisi ubaridi kwenye joto. Maanake kama walikuwa na hofu, basi wanaondoa zile hofu zao, kwa sababu baba amewasili nyumbani, chanzo cha upendo, chanzo cha usalama na chanzo cha kila kitu. Sasa mwanaume si wa kuabudiwa, lakini mwanaume anaigwa. Mwanaume amewekwa pale kuigwa. Mwanaume amewekwa na Mungu katika familia kuigwa. Sasa unaigwa katika lipi? Mwanaume anaigwa katika hekima. Manake wewe mwanaume ndani ya ndoa unatakiwa kuwa chanzo cha hekima. Manake unaigwa katika hekima. Mke, watoto wanaiga namna gani tunapaswa kuwa na hekima. Lakini ili wajue kwamba hekima ni nini, hekima inaendelezwaje, manake lazima wamtazame baba katika familia. Lakini pia mwanaume anaigwa pia kwa upendo. Vile ambavyo anawafundisha watu katika familia yake namna ya kupendana, namna ambavyo wanapaswa kuishi kwa upendo. Sasa wanapoishi kwa upendo, anayetakiwa kuwa kioo aliyebeba upendo ni mwanaume. Kwa hiyo mwanaume unatakiwa kubeba upendo ndani ya maisha yako. Unatakiwa kubeba upendo ndani ya moyo wako ili familia inapokutazama ihisi kujifunza upendo. Familia inapokutazama ihisi kuna kitu ambacho kimepungua kwao, wanapaswa kukuiga wewe. Maanake katika dhana upendo, namna unavyoishi nao, namna unavyoongea na mke wako, namna unavyoongea na watoto wako, namna unavyoongea na jamii. Familia inapokushuhudia lazima ikuige upendo ulionao ndani yako. Lakini pia familia inapaswa kuiga ulinzi, namna ambavyo unalinda kila mtu kwenye nafasi yake. Unamlinda mke kwa nafasi yake, unalinda watoto kwa nafasi yake, lakini pia na wewe unajilinda wewe kama baba kwa nafasi yako kwamba isipotee. Maanake unaiprotect ile nafasi yako kama baba. Hili ndilo somo letu la leo ambalo tutakwenda kujifunza. Lakini viko vipengele kadhaa ambavyo mwanaume anapaswa kuvistiki au kuvisimamia. Ziko nafasi kadhaa ambazo mwanaume anapaswa kusimama, anapaswa kutengeneza vizuri, anapaswa kujichunguza, kwa sababu katika hizo nafasi mwanaume anatazamwa, au Mwenyezi Mungu amemweka mwanaume katika hizo nafasi ili watu wengine waweze kumtazama katika familia. Sasa
Sehemu ya kwanza ambayo mwanaume amewekwa na anapaswa kuitazama kwa makini, mwanaume amewekwa kama msingi wa ujenzi katika familia. Wewe mwanaume katika familia yako umewekwa kama msingi wa ujenzi. Sasa unajenga nini? Maana yake mwanaume, wewe ni mjenzi wa nyumba. Sasa nyumba sio jengo. Nyumba sio ile ambayo unaishi. No, nyumba tunazungumzia mke na watoto. Maana yake katika familia yako watoto na mke, msingi wa ujenzi wa ile ni wewe. Ukumbuke wewe ndio uliamua kuchukua maamuzi ya kuanza kuoa, lakini pia wewe ndio ulianza kufanya maamuzi ya kufikia kuwa na familia. Sasa unapokuwa umefikia maamuzi ya kuwa na familia, maana yake wewe ndio umeanzisha huo msingi wa nyumba. Ukisoma katika kitabu cha Methali sura ya 24 mstari wa 3 inaelezea vizuri mwanaume kama msingi wa nyumba. Sasa ikiwa wewe ni msingi wa nyumba, maana yake familia yako inapopoteza mwelekeo, anayetazamwa ni baba. Familia yako inapokuwa ina mwelekeo mzuri, anayesifiwa ni baba. Hata kama usipoonekana, lakini wanajua kabisa kwamba baba wa nyumba hii yuko vizuri. Watoto wanapokuwa wana nidhamu, maana yake msingi aliyeuanzisha ni baba. Kwa hiyo wewe kama msingi wa ujenzi unapaswa kujichunguza, unatengeneza msingi wa aina gani. Lakini pia vivyo hivyo hata negative effects zinapotokea kwenye familia, anayetazamwa ni baba. Maana yake watoto wakiwa hawana tabia nzuri, wakiwa hawana nidhamu, wakiwa wazurulaji na tabia zingine nyingi ambazo jamii inapiga kelele kwa watoto, maana yake atakayetazamwa mwenye msingi huo alioanzisha ni baba yao. Lakini vile vile hata mkeo anapokuwa anaheshimika au kudharaulika, aliyeruhusu mkeo kudharaulika au kuheshimiwa ni wewe. Kwa maana yake anayetengeneza msingi wa ujenzi, msingi wa nyumba ni wewe mwanaume. Kwa hiyo unatakiwa kutambua na kukaa vizuri katika msingi wako. Unatengeneza msingi wa aina gani kwenye ndoa yako? Lakini katika huo msingi pia mwanaume jukumu lake si kuonekana bali kuongoza. Sasa kwenye huo msingi haimaanishi kwamba kwa sababu wewe umekuwa msingi basi uonekane. Jukumu la mwanaume sio kuonekana. Jukumu la mwanaume ni kuongoza, sio kuonekana. Maana yake sio kila kitu unachokifanya ionekane umefanya wewe. No, wewe kazi yako ni kuongoza. Sasa unaongozaje? Maana yake kila mtu ana nafasi yake kwenye maisha, kila mtu ana nafasi yake kwenye familia, kila mtu ana jukumu lake kwenye familia. Kwa hiyo kazi yako wewe sio kuonekana kwamba umefanya. Kazi yako ni kuongoza mambo gani yafanyike na nani anatakiwa kuyafanya. Lakini pia sehemu nyingine ambayo mwanaume anatakiwa akae vizuri, kwa sababu anatazamwa, mwanaume ni kiongozi anayetengeneza mazingira salama. Sasa wewe mwanaume katika familia ni kiongozi, unapaswa kuwa kiongozi unayepaswa kutengeneza mazingira salama. Unatakiwa kutengeneza mazingira salama. Sasa haya mazingira salama, mwanaume anatakiwa kuwa kimbilio la mke na si chanzo cha hofu. Maana yake usalama wa mazingira unatakiwa kuanza kutengeneza kwa mkeo, kwamba unapokuwa kwenye nafasi yako kama mwanaume unatakiwa kuwa kimbilio la mkeo, sio chanzo cha hofu. Yani kwamba labda umerudi nyumbani mke anapoteza mwelekeo kwa sababu gani? Mume karudi. No. Mwanaume unatakiwa kutengeneza kwenye uongozi wako, yani katika uongozi au kama wewe kiongozi unatakiwa kutengeneza mazingira salama. Unaporudi mke aseme wala asante Mungu kwa sababu umemrudisha huyu kiumbe. Maana yake uwe chanzo cha kimbilio. Anapokuwa anaona hofu mkeo, anapokuwa anaona kama kuna changamoto, anapokuwa anapata mashaka, anapokuwa anapitia changamoto mbalimbali au kuna vitu tu ambavyo vinamkosesha amani, ajue kabisa mume anapofika ni sehemu ya mazingira salama, ana uwezo wa kujielezea, ana uwezo wa kutoa kila kitu ambacho kinamhangaisha kwenye moyo wake, na si kuwa chanzo cha hofu. Kwa sababu kiongozi unatakiwa kuwa chanzo cha usalama. Lakini wewe kama unarudi nyumbani mke anapoteza mwelekeo, watoto wanapoteza mwelekeo, hujawa kiongozi unayetengeneza mazingira salama, bali umekuwa kiongozi ambaye unatawala kwa ukoloni na umebeba dhana ya ukatili. Ndio maana familia inakosa furaha, inakuwa chanzo cha hofu kwa sababu yako wewe. Kwa hiyo wewe kama mwanaume unapaswa kuwa kiongozi unayetengeneza mazingira salama hata kwa mkeo. Lakini pia
Katika kutengeneza mazingira salama, uongozi bora hujengwa kwa mazungumzo na si kwa amri. Ili utengeneze mazingira salama kwenye maisha yako na ndoa yako, unatakiwa kutambua kwamba uongozi unatengenezwa au unajengwa kwa mazungumzo. Baba, uwe una desturi ya mazungumzo. Kaa zungumza na mkeo, kaa zungumza na watoto, kaa zungumza na familia kiujumla. Hiyo ndiyo dhana ya uongozi bora, lakini sio kwamba tu amri. Kuna wakati mwingine unaweza ukaamrisha kitu ambacho watoto wakafanya wakaumia, mke akafanya akaumia. Kumbe ungekaa na ungezungumza nao, maana yake ungeweza kufanya maamuzi ambayo yenye ubora. Kwa hiyo mwanaume, katika kutengeneza mazingira salama, lazima utengeneze uongozi wa mazungumzo ya pamoja na si kuwa na amri kwa kila kitu bila mazungumzo. Lakini katika kipengele kingine au sehemu nyingine ambayo mwanaume anatazama, mwanaume na uvumilivu. Sehemu ya uvumilivu kwa mwanaume ni msingi mkubwa, kwa sababu Mungu amekufanya wewe kama msingi wa nyumba. Maana yake unatakiwa kubeba uvumilivu ndani ya moyo wako. Mwanaume anapokuwa amebeba uvumilivu, tunasema uvumilivu ni silaha ya kiongozi wa upendo. Yaani mwanaume yoyote ambaye ni kiongozi wa upendo, maana yake uvumilivu kwake ni silaha. Atamstahimili mtoto, atamstahimili mke, atawastahimili wa familia kiujumla, atastahimili mapito, atavumilia nyakati ngumu. Lakini ukiona mwanaume anayeongoza kwa dhana ya ukatili na si kwa upendo, hana uvumilivu. Lakini pia uvumilivu kwa mwanaume unakuonyesha wewe kwamba haujakosea kwa baba. Lakini unapokuwa hauna dhana ya uvumilivu, unapoteza kabisa uongozi, kwa sababu ziko nyakati nyingi. Kuna wakati mwingine utakuwa ufanye tafiti kwa mtoto, na wakati mwingine utakuwa ufanye tafiti kwa mkeo. Kitu gani kinamuumiza na hasemi? Kitu gani kinamwathiri mtoto na hasemi? Kwa hiyo unapokuwa kwenye uongozi wa upendo kama mwanaume, unatakiwa ubebe uvumilivu, kwani uvumilivu ni silaha kubwa ambayo inakwenda kukuimarisha wewe kama kiongozi wa upendo. Lakini katika mwanaume na uvumilivu pia, tunasema kwamba ili uwe mwanaume ambaye ni kiongozi wa upendo, unapaswa kupunguza hasira na kusikiliza badala ya maamuzi, kabla ya maamuzi, kwani hii ni tabia ambayo inamdefine kwamba huyu mwanaume ni kiongozi wa upendo, lakini pia wa kiroho. Sasa mwanaume anayetawala kwa upendo, mwanaume ambaye ni kiongozi katika familia, anapaswa kupunguza hasira. Huwezi kuwa na hasira anytime mwanaume halafu unataka kuwa kiongozi bora kwenye familia. Unapaswa kupunguza hasira. Kuna wakati mwingine unaweza ukakeleka kama baba kwa sababu ya tabia za watoto. Kuna wakati mwingine unaweza ukakeleka kama baba kwa sababu ya tabia ya mke ndani ya familia. Lakini ili uweze kuwa kiongozi wa kiroho, baba ambaye umekaa kwenye nafasi ambayo Mungu amekuteua, unapaswa kupunguza hasira, kwa sababu hasira ina uwezo wa kukufanya ukatamka lugha ambayo watoto wakakushangaa. Lakini pia hasira ina uwezo wa kufanya utamke lugha ambayo haitambariki mkeo, haitambariki mtoto. Kwa hiyo ili uweze kuwa kiongozi wa kiroho mwanaume, unatakiwa kupunguza hasira na uweze kukaa katika upendo na kiroho pia. Lakini pia kwenye sehemu nyingine ambayo mwanaume anatazama na anapaswa kusimama vizuri, uongozi wa upendo na sio uthabiti au udhibiti. Mwanaume haujasimama kudhibiti. Mwanaume umewekwa kwenye familia kuwa kiongozi wa upendo na kubeba uongozi wa upendo. Sasa unapokuwa na uongozi wa upendo, hauwezi kudhibiti kila kitu. Manake utawaongoza wanafamilia kwa upendo, utawaongoza watoto kwa upendo. Kwa hiyo ule upendo wako unaowaongoza, unazungumza nao, unakaa nao, unajadiliana nao, unawatengeneza watoto kuwa very smart. Lakini pia kitu kingine katika hiyo dhana ya upendo, manake ni mfano mzuri Yesu Kristo. Yesu Kristo alikuja duniani akaongoza kwa upendo wala sio kwa ukatili. Lazima tuweze kujifunza kupitia Kristo pia. Lakini pia upendo wa mwanaume ni kujitoa na sio kutawala. Manake wewe kama mwanaume kwenye familia unapaswa kujitoa zaidi. Unajitoa kuelekeza, unajitoa kufundisha, unajitoa kutoa vitu, unajitoa yani unawajibika kwa sehemu yako. Inasaidia sana kutrain familia ikakaa vizuri. Lakini pia kitu kingine ambacho mwanaume pia anatazama ni heshima ya ndoa. Inaanza na mwanaume. Sasa ili ndoa yako iweze kuheshimika,
mwanaume unatazama. Manake wewe unatakiwa kuanza kuiheshimisha ndoa yako. Manake ndoa yako ili dharaulike, wewe unatakiwa kuanza dharau. Ili iheshimike, wewe ndio unatazama. Kwa hiyo ni vizuri sana mwanaume kuwa chanzo cha kufanya ndoa yako iheshimike. Mwanamume akiweka kiwango cha heshima kwenye familia, lazima familia yote itaheshimika na kufurahi. Lakini mwanaume anapoanzisha dharau ndani ya familia, manake familia yake kwa ujumla itadharaulika. Je, unaamini kuwa mwanaume akiongoza kwa upendo, ndoa inaweza kustawi na hata kuwa na katika hali ngumu na nzuri? Sasa ni vizuri sana utusaidie wewe. Kama unaamini kwamba mwanaume akiongoza kwa upendo, ndoa yake itastawi na itakaa vizuri hata katika hali ngumu. Mwanaume wa kweli anasababisha hawezi kusababisha machozi. Mwanaume wa kweli lazima asababishe furaha kwenye familia. Mwanaume wa kweli hasababishi vilio. Mwanaume wa kweli anasababisha furaha ndani ya ndoa. Kama umeguswa na somo hili, basi una uwezo wa kuwashirikisha watu wengine, lakini pia una uwezo wa kukomenti na kuweka maoni yako ili tuweze kwenda pamoja katika masomo mengine. Karibu sana, usisahau kukomenti, kulike na kusubscribe.